wangaruka bamayo na bababa mwisabe minza abajita bacha mawe maongera mai abarija ika abajaruo yaore angema wachimadara abakuria amanganambuya yani Bukokwa mmejaa hivi. Lile shamba pale mabonde ya Mwanuzi bado yapo. Nika Melero Ruruki kimi hapa mwenyeji. Haya Mheshimiwa Tizeba, panda hapo niombee kura, umuombee na mbunge, umuombee na diwani. Ingia kwenye gari pale. Ingia kwenye gari hilo Tizeba. Dakika moja. Tizeba oye. Haya. Bukokwa Mchosa, nyosha mikono juu, nyosha mikono juu. Bado nyosha. Magufuli! Bado sijasikia. Magufuli! Shigongo! Tanzania! Ndugu zangu wananchi wa Bukokwa na wa maeneo mengine mlioko hapa, kwanza kabisa nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunipa heshima ya kuzungumza mbele yenu. Lakini la pili, niombe sana mambo makubwa yaliyotokea Buchosa katika kipindi cha uongozi wake. Neno moja tu tunaweza kusema, asante sana baba. Asante sana. Na wananchi hawa wanaziona nguzo, wanayaona mambo makubwa yaliyotokea. Tunayo hospitali kubwa pale Isaka. Bahati mbaya unapitia njia tofauti, lakini ungepita Mheshimiwa Rais ukaiona mwenyewe, ungenyosha mikono. Ni ya mfano. Katika yale matangazo ya TBC huwa yanapita hospitali za wilaya, ile ya kwetu ya Buchosa ndio huwa inaonyeshwa. Tumetupatia halmashauri ya wilaya. Sasa kazi yako Eriki, tekeleza, songa mbele. Kiongozi wa kukushika mkono unaye huyu hapa, hakuna wasiwasi. Ndugu zangu, naomba wananchi wa Buchosa mtakaomuunga mkono Shigongo, nyosha mkono wenu, nyosha nione. Halafu wale wapambe wa Tizeba waliokuwa wananuna, ole wenu niwasikie mnanuna. Ole wenu niwasikie mnanuna. Mimi nimefanya miaka 10, Shigongo naye aanze hii 5, aende 10 akibarikiwa na Mwenyezi Mungu. Ndivyo ilivyo. Kazi yetu sisi Mheshimiwa Rais, wazalendo wa kweli, ni kutii mamlaka. Maamuzi yakifanyika ya wananchi ndio mamlaka yenyewe. Maamuzi yakifanyika ya wanachama ndio mamlaka yenyewe. Maamuzi yakifanyika ya chama ndio mamlaka yenyewe. Kazi yetu ni kutii. Kwa hivyo nikuombeni sana wananchi wa Buchosa, tumpe ushirikiano wa kila aina Eric James Shigongo, atuletee maendeleo. Hapa nilipofikia mimi, yeye asonge mbele. Yako mengi sana, na yeye atamchosha tu, yako mengi mno. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki sana. Asante sana Mheshimiwa Tizeba, mshangilie Mheshimiwa Tizeba. Haya Mheshimiwa Shigongo, ingia pale uombe kura. CCM Bukokwa Magufuli safi, Tizeba safi. Ndugu zangu wana Buchosa wenzangu na mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi, mimi kwanza kwa niaba ya wana Buchosa wote naomba nikushukuru sana mgombea kuamua kupita njia hii. Nafahamu ratiba yako ilikuwa ikupitishi huku. Sogeza maiki yako kwenye mdomo. Kwa mapenzi yako ya Buchosa umeamua kupita ujionee na uwasalimie watu hawa. Watu hawa wamekuja hapa kwa sababu wanakupenda Mheshimiwa Rais, mgombea wetu, na mimi ninawaomba wananchi hawa, mnafahamu mambo yote ambayo rais wetu ameyafanya.
mambo ambayo Mheshimiwa Tizeba ameyafanya, na mimi nitaanzia alipokomea Mheshimiwa Tizeba kwenda mbele. Naomba wanabuchosa tuwe kitu kimoja, tusitengane makundi. Tushikamane. Chama chetu kinasema umoja ni nini? Ushindi. Tumpe rais wetu kura nyingi siku ya tarehe 28. Nyingi za kishindo, tuonyeshe mfano Tanzania nzima, watu wajue Wanabuchosa tumeamua. Kura nyingi kwa rais wetu Magufuli. Kura nyingi kwangu mwenyewe mbunge wenu, na kura nyingi kwa diwani wetu Busumba. Tumeona ndugu zangu? Tumeona ndugu zangu? Wangapi watampa Magufuli kura zenu? Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mheshimiwa Rais, hizi kura zote ni za kwako. Ninakuomba sasa, kijana wako, najua unanipenda, kwa niaba ya watu hawa, wakumbuke watu wakome kivuko. Tukumbuke barabara hii. Nilipopita hapa mara ya mwisho ndio kuchukua fomu, mtoto mdogo alikuja juu ya gari yangu. Nilipomuuliza unataka nini? Alisema anataka nini? Anataka nini? Watoto wadogo wanataka rami. Mheshimiwa Rais, nakuomba wakumbuke watu hawa. Mheshimiwa Rais, wewe unatoka kwenye maisha ya dhiki kama sisi. Mimi na wewe tunapata nafasi ya kushika microphone hizi kuongea. Hawa watu wote bado wako nyuma, tuwasaidie. Na huo ndio moyo wako baba. Una moyo wa kuwapenda watu, kushughulika na shida za watu wengine, una moyo wa huruma, wewe ni mtu mwaminifu. Ninakuomba baba, kama unavyofanya sehemu nyingine za nchi yetu, kumbuka wewe asili yako ni hapo Nzera. Huku ni kwenu. Huku ni nyumbani. Huko kwingine kote wacha wakuguse, wakikugusa huku tunawamaliza. Kwa sababu huku ndio kwenu. Baba, nakuomba watazame wakina mama hawa, watazame watoto hawa, wote ni watu wako. Sina la kukufundisha, shida unazijua. Mimi na wewe tumetoka kwenye kulala chini na wazazi wetu mpaka leo tumesimama hapa. Tuwakumbuke hawa watoto. Wanangu mimi wanasoma international school. Hawa watoto wanatakiwa wawe na haki sawa sana ya mtoto wangu. Tanzania iwe Tanzania moja. Kila mtu awe na haki sawa katika nchi hii. Nchi hii ilivyo leo, ukiwa na akili tu unasoma mpaka chuo kikuu. Uongo ndugu zangu? Elimu bure. Hiyo ndio rais wetu anachokifanya. Tumuunge mkono rais wetu. Tuchague wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi wapite, madiwani wetu, na mwisho wa siku nisikilizeni Wanabuchosa. Tufanye kazi. Tufanye nini? Tufanye nini? Mambo ya kutegemea kila kitu kitawekwa na serikali haiwezekani. Lazima sisi wenyewe tuamue kwa nia moja kufanya nini? Haya, asante sana Shigongo. Nani watampa Shigongo kura? Ndugu zangu wa Bukokwa, kwanza napenda niwashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipa leo. Sikuwa nimepangwa kupita hii barabara. Leo nilitakiwa nimalize Sengerema, niende Sima, niende Geita. Na leo nilikuwa nimepangwa mkutano pale Geita. Jana tulipomaliza mkutano pale Mwanza, Shigongo akaanza kunipigia simu. Nikanyamaza tu, nikajua huyu ananipigia simu ana mambo yake. Akawapigia simu wasaidizi wangu. Baadaye akamjulisha mkuu wa mkoa wa Mwanza kwamba tunamuomba mheshimiwa, badala ya kupita tu Sengerema kwenye barabara za lami, nataka akapite kwenye barabara ya changarawe, ili nitakapomuomba ajue shida ninayoihitaji. Bukokwa oye! Na mimi kweli nilijifikiria. Mimi wakati ninafanya kazi nikiwa waziri wa ujenzi kwa miaka 20, nilikuwa napita kwenye barabara za changarawe, ukishazitengeneza zikishakuwa rami wanakusahau. Lakini nilipopewa uraisi, ni lazima nishughulikie masuala ya Watanzania wote. Nikawaambia wasaidizi wangu, tunabadilisha mahali pa kwenda. Ninaenda hiyo njia. Na mimi ni ukweli, lazima niwaambie, mimi nilikoanzia wababu zangu ni barabara hii. Bibi yangu na babu yangu nimewazika Katoma. Ukishapita Nzera unafika Katoma kwa mzee Mariko Nyahinga. Bukokwa hoye!
Mimi kubatizwa nimebatiziwa hapa Karebezo. Nataka niwaeleze ukweli. Kwa hiyo maeneo haya yote, Bukokwa, Nyakasungwa, wapi, nafahamu. Pale Nyakariro jine linaifahamu hii mbuga, pote napafahamu. Na ndiyo maana ninasema ninawashukuru kwa makaribisho mazuri, kwa sababu kama mmeambiwa tu jana usiku, leo mmejaa hivi. Huo ni upendo wa pekee, na mimi nabaki na deni kwenye moyo wangu, na deni kubwa ni la kuwafanizia kazi. Ninawafahamu ndugu zangu. Baba wa taifa aliposhika hii nchi, baba wa taifa aliposhika hii nchi, tukapata uhuru mwaka 61. Tanzania tulikuwa makabila 121. 121. Nyerere katika utawala wake akazungumzia juu ya umoja wa Watanzania kwa lugha yetu ya Kiswahili. Tangia tupate uhuru, Tanzania imekuwa nchi ya amani, kwa sababu hatubaguani kwa ajili ya dini, kabila au sehemu. Mimi wasaidizi wangu hapa wako wa kila aina. Huyu dereva wangu ni Mgogo. Kuna mlinzi hapa ni mtu wa hapa Nyakariro na Bigambo. Mama yako amezaliwa Nyakariro hapa. Na yeye amezaliwa hapa hapa. Nataka niwaeleze. Kwa hiyo ukichambua hapa, kila mmoja, mwingine ametoka Mtwara, mwingine ametoka wapi, mwingine Muislamu, mwingine Mkristo. Huyu ni Alhaji, lakini mlinzi wangu. Hiyo ndiyo Tanzania. Hapa mmesindikizwa na wabunge tofauti. Yuko mbunge wa Sumve Kasarani, yuko hapa. Yuko mbunge wa Kwimba Mansu, yuko mbunge wa Sengerema Tabasamu, na wengine wengi. Hii ndiyo Tanzania iliyoachwa na baba wa taifa. Nafahamu wakati wa mchakato wa Chama cha Mapinduzi palikuwa na magrupu, kila mmoja ni kawaida. Mnaweza mkamposa mwanamke wanaume hata 5, lakini atakayeoa ni mmoja. Hamwezi mkaoa wote 5 kwa siku moja. Nasema uongo ndugu zangu? Nasema uongo? Atakayeoa ni mmoja. Na ndiyo maana kwenye mchakato wa jimbo hili la Buchosa ulikuwa mchakato mzuri wa kidemokrasia kama Chama cha Mapinduzi kinazopanga. Wagombea ubunge wakafungana, kura zikalingana. Kura zikishalingana, ni jukumu la Chama cha Mapinduzi, viongozi wa juu, kuamua. Alizopata Tizeba ni hizo hizo, alizopata Shigongo ni hizo hizo. Uamuzi ukaja. Katika hao wote waliopiga kura, katika wagombea, nani amejipigia kura? Ni mjumbe wa halmashauri kuu. Tukakuta Tizeba ni mjumbe wa halmashauri kuu. Kwa hiyo kura zilizolingana, moja ni yake, tukaitoa. Bukokwa oye! Nataka niwaeleze ukweli. Mimi sitaki kuwaficha. Tulipoitoa, Tizeba akawa wa pili, Shigongo akawa wa kwanza. Na tumefanya hivyo hivyo jimbo la Mwibara. Jimbo la Mwibara napo walifungana. Tukasema ni nani aliyejipigia kura aliyekuwemo mle mjumbe wa halmashauri kuu? Tukajikuta Kangi Rugora alijipigia. Tukaitoa yake, tukakuta yule Charles ameongoza, Tizeba amekuwa Kangi Rugora amekuwa wa pili. Hiyo ndiyo principle tuliyoitumia. Nataka niwaeleze watu wa Bukokwa ukweli. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Mimi huku na marafiki zangu wengi tu, Wazinza wengi. Nakumbuka huko kuna marehemu Bulima,
alikuwa kama ndugu yangu. Hata wewe hapo unijui mimi Mozo. Bukoko oye. Hizo ndizo tulizotumia. Kwa hiyo Mheshimiwa Tizeba amefanya kazi yake. Ninakumbuka alinileta pale kuja kuweka jiwe la msingi la umeme wa hapa. Tizeba hukufanya hivyo. Amefanya wajibu wake. Na katika nchi hii kazi huwa ni kuachiana. Palikuwa na Nyerere, alifanya muda wake akaacha. Akaja Mwinyi, amefanya miaka yake 10, akamwachia Mkapa. Mkapa atangulie mbele ya haki. Akafanya miaka yake 10. Na wakati wa Mkapa mimi nilikuwa waziri. Akamaliza, hakung'ang'ania. Akaja Mzee Kikwete, amefanya miaka yake 10. Mimi nilikuwa waziri wa Kikwete. Akamaliza. Na mimi nimekuja na miaka 5. Ndiyo maana nimekuja kuwaomba na kuwabembeleza na mimi nimalize basi angalau miaka 10. Wangapi mtanipa miaka 10? Sasa Tizeba amefanya miaka yake 10. Sio kwamba Tizeba hana maana kwenye serikali. Manafasi yako mengi. Tutamtumia kwenye shughuli zingine. Kwa hiyo pasitokee grupu Sijira Shigongo, Sijira Tizeba. Wote hawa ni wangu. Lakini anayegombea ubunge hapa ni Shigongo. Na nataka mumpe kura zote. Nataka mumpe kura zote. Ameshaanza hata kunisumbua. Unamwona sasa hivi anazungumzia Rami. Nimeshindwa hata namna ya kujibu. Lakini naona ameniweza. Wanitoja. Kanitoja kapehi. Ninachotaka kuambia ndugu zangu, tumefanya mengi kama nchi. Hapa Bukoko hapa kuwa na umeme. Wanafunzi wanasoma bure kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari, na akienda chuo anapata mikopo. Bado tuna changamoto za maji, bado tuna changamoto za barabara na mengine mengi. Tunaomba mtupe nafasi. Hata hili barabara limeandikwa kwenye ilani ya uchaguzi. Tumeliweka. Na nataka niwaambie, na hili nalisema kwa wazi. Mengine mniachie tu niaache hivi. Lakini ninachotaka kuambia ndugu zangu wa Bukoko, siwezi nikawaangusha. Ninafahamu changamoto zilizokuwa hapa. Na basi tuliokuwa tunalitegemea la kutoka Nyeunge lilikuwa naitwa digidigi. Wengine hawalijui. Baadaye pakawepo na Afrikani basi. Palikuwa na changamoto pale. Luchili pamoja na Mbuga pale. Palikuwa na madaraja ya mbao. Nasema uongo? Sasa mniachie. Ninafahamu kutoka Sengerema mpaka Kahunda pale ni kilomita karibu 46-47. Mniachie. Ngoja nifike mpaka kule. Nitazungumza cha kuzungumza. Lakini mpaka sasa hivi na ambacho naweza nikawaambia, zaidi ya 70% hii barabara tutaitengeneza kwa kiwango cha lami. Lami oye! Lami oye! Lakini mtanipa kura kweli? Kweli mtanipa kura? Na kweli mtampa kura Shigongo? Mtaacha mambo ya ubaguzi wenu na kupigana vita? Hebu mnyoshe mikono mtakao mpa Shigongo sasa hivi. Shigongo oye! Sasa kama Tizeba amenyosha mkono, anampa Shigongo. Wewe unayekataa ni mchawi. Kwa sababu barabara hii tukiitengeneza, watu wote watapita. Hata wale watakao kuja kesho na kesho kutwa kunitukana, watapita kwenye barabara hii. Na kwanza hata sasa hivi hali ya barabara hii ni tofauti na siku za nyuma. Hii barabara ilikuwa kazi. Hata pale chini ilikuwa ni shida kupita. Kila mmoja anafahamu. Gari lililokuwa linapita ni digidigi peke yake, nalo lilikuwa limefungwa maubao na makamba.
Nasema uongo? Sasa nataka niwaambie tuko pamoja na ninyi. Siwezi nikawaangusha wananchi wa Bukokwa. Siwezi kuwaangusha wananchi wa huku. Na ndiyo maana nimeacha kupita barabara ya lami, ninapita hii ya udongo. Ili kusudi kama ni kujigonga kwenye kiuno na mimi nijigonge. Na nimepita, sikupita peke yangu tu. Hata mke wangu ninaye humu. Mnataka mumuone? Mkoni toroshera wadugu wane. Kweli kabisa. Ninamuogopa Tizeba atanichukulia bana. Lakini nataka muamini kwamba yupo. Hebu teremka kidogo wakuone tu watu. Ila siku nyingine nitakuja peke yangu. Nize na chobo huko no. Haya, mpe maiki hapa wasalimu. Okwigoria ko mwabo bi nakagido wikesho ko serere. CCM oye! Nimesimama hapa kuwaombea wagombea, mgombea urais, wagombea ubunge na madiwani wote wa wilaya hii. Mungu awabariki sana, asanteni. Nategemea mwezi wa 10 mtawapa wote. Asante. Haya, Tizeba tumeona mke wangu. Hajamuona Tizeba Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawapenda, nataka niwaambie tumejipanga kuleta mabadiliko. Na ninyi huku ni wakulima wazuri, mnalima mananasi, mnalima mchere, mnalima mahindi. Nataka vyakula mvitunze. Msiviuze haraka haraka. Kwa sababu katika nchi zingine zilijifungia, wanaita lockdown kwa Kizinza. Kwa hiyo hawana chakula. Na watataka kukinunua chakula chenu haraka haraka. Msije mkauza vyakula vyote wakati hamna vingine vya replacement. Hili ninawaambia ndugu zangu, na huu ndio ukweli. Tutunze hakiba ya chakula chetu mpaka tutakapoanza kuivisha kingine. Na kama tutauza, tuuze kile ambacho kiko ambacho hatukihitaji. Nacho tukiuze kwa bei ya juu. Kwa sababu wakati wa lockdown sisi tulikuwa tunaenda shambani. Watakapojifungua sisi tuwafungulie kwa bei ya juu. Na hayo ndiyo maendeleo. Lakini nataka niwaambie tutakuwa na changamoto moja kwenye ujenzi wa barabara. Kwa sababu mmejenga karibu sana na barabara. Nataka hili niwaeleze na hili mjiandae. Mtakaa na kuchagua wenyewe. Kwenye kona hii ni vigumu kupitisha barabara ya lami. Itabidi labda tunyoshee pembeni hivi, tupasue isipite hapa. Au kama mtataka ipite hapa, itabidi watu walioko ndani ya road reserve waondoke, kwa sababu sheria inasema upana wa barabara ni mita 30 kila upande. Wameshamaliza kufanya na wanakubali kutoa nyumba bila kulipa fidia. Hakuna cha fidia. Mimi nataka niwaeleze ukweli. Msije mkadanganywa. Mimi ndio msimamizi wa sheria. Nataka niwaambie ukweli. Kama mnategemea kulipa fidia hapa, hakuna. Nataka niwaambie ukweli. Ninyi kama mnataka maneno ya wanasiasa ya kufurahisha, mimi sina hayo maneno. Upana wa barabara ni mita 30 kwa mujibu wa sheria namba 13 ya mwaka 2017. Na kwa mujibu wa sheria kifungu namba 67 cha mwaka 31 pamoja na mwaka 65. Nendeni mkasome sheria. Wale watakao kuwa nje ya upana ule, barabara likimfuata analipwa fidia. Lakini ukiwa ndani ya mita 30, nawaambia hakuna atakayelipwa. Hilo lazima tukubaliane. Kama wapo watu waliwaambia mtalipa fidia, wanawadanganya. Na mimi sihitaji kura za uongo. Kusema uongo ni dhambi kubwa.
Bukokwa oye! Hili mimi nawaeleza ukweli. Chukua futi, pima kuanzia katikati mita 30. Chukua upande wa mita 30. Ukikuta iko ndani, hutapata hata senti 5. Huo ndio ukweli, na ukweli utabaki kuwa ukweli. Ukiwa nje ya mita 30 likakufuata barabara, unalipwa fidia. Na ndio maana nilikuwa naangalia hapa. Mimi nimekaa Wizara ya Ujenzi miaka 20. Ninaifahamu hii sheria. Hizi nyumba haziwezi zikapona. Hizi za huku na huku, pimeni mita 30 mtaona. Na ndio maana nikawa nafikiria labda tupitishe kungine, ili kusudi kule likienda walipwe fidia, kwa sababu wataguswa kwenye mashamba na hapakuwa na barabara. Mita 30. Kwa hiyo mkae mmejipanga kwenye hilo. Bukokwa oye! Unajua ni vigumu kwa mtu naomba kura na unasema ukweli. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Hili lazima niwaeleze ukweli. Kwa hiyo wangapi wanataka tuje tubomoe nyumba kusudi tupitishe barabara ya lami? Basi barabara ya lami nitajenga, ndugu zangu. Ngoja nimalize kuchaguliwa, nitatoa maagizo kwa waziri wa ujenzi. Hii barabara nitaijenga. Mmenyosha mikono kabisa? Uwingi mlivakosha sana. Hongereni sana. Kama ni mtihani mmeshinda, tutajenga hii barabara kwa kiwango cha lami. Haya, asante. Mengine tutayashughulikia, mengine yataelezwa na mbunge. Kuna mambo ya hospitali yameshaelezwa, yamejengwa vizuri. Kuna mambo ya vituo vya afya, kuna mambo ya maji, kuna umeme kusambazwa kwenye maeneo mengine. Mtuachie. Nimeshasema, hiji ulikuwa unanisikia au unisikii. Nimekueleza kwamba umeme tutasambaza katika vijiji vyote. Tena hangwako. Katika kipindi cha miaka 5 tumepeleka umeme katika vijiji 9,570. Wakati tunaingia madarakani, vijiji Tanzania nzima vilikuwa 2011 vilivyokuwa na umeme. Vimebaki vijiji 2,600. Kama tumepeleka vijiji zaidi ya 10,000, tutashindwa 2,600? Hivyo ni vitu vidogo vidogo. Vitu vikubwa ilikuwa ni hii barabara. Kujenga barabara moja, kilomita moja ni karibu milioni 2,000. Hapa ndio palikuwa na mzigo. Mzigo mwingine ulikuwa ni kutengeneza daraja la kutoka Busisi kwenda Kigongo. Daraja la kwenye maji, hata wakoloni walishindwa. Linagharimu bilioni 700. Daraja ambalo litakuwa refu kuliko madaraja yote. Unaweza ukafunga ndoa hapo, ukaenda ukafanya honeymoon na mpenzi wako pale. Nasema uongo? Hayo ndiyo maendeleo. Na ndiyo maana nimesema hii barabara mniachie. Lakini tutatengeneza barabara nyingine ya kutoka Sengerema kwenda Katunguru mpaka Kamanga. Hiyo nayo tunaitengeneza kwa lami. Naomba mniamini. Ndiyo maana nimepita huku. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Neno gono mwenyeji. Hata lile shamba alilokuwa analima mzee marehemu Mkandia nalifahamu. Manere wa roba togobani. Mlikuwa mnamuita Regani. Nasema uongo? Sijui niwaeleze nini jamani. Paka na mweleke kina ya nanali na munya. Bukokwa oye! Bukokwa safi! Mungu awabariki sana. Tarehe 28 mkamchague Magufuli, mkamchague Shigongo, awaonee Shigongo, mkachague diwani wa hapa. Asanteni sana.